Subscribe The Sport Show. Aziz Ki kaondoka kunako klabu ya Yanga, na hapa nakuelezea na nakupa pia sababu zilizomfanya Aziz Ki aweze kuondoka katika klabu ya Yanga. Kabla tujaendelea, tafadhali naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu za michezo ambazo tunakuwekea hapa, lakini pia nakuomba uweze kutuachia maoni yako, pia uweze kulike na kushare hii YouTube channel yetu au hii habari ili iwafikie watu wengi. Sana naomba uweze kucomment ili tuweze kupata maoni yako. Tafadhali naomba tuweze kuendelea mwanzo mpaka mwisho wa huu uchambuzi na sababu zilizomfanya Aziz Ki aweze kuondoka kunapo klabu ya Yanga. Imekuwa ni pigo katika klabu ya Yanga mara baada ya kwamba Aziz Ki kuweza kusinya au kusign na Wydad Athletic Club ama maarufu kama Wydad Casablanca. Na inaelezwa kwamba Aziz Ki ameweza kusaini mkataba wa miaka miwili wenye thamani ya shilingi milioni 700 kutoka katika klabu ya Yanga. Kumbuka kwamba Aziz Ki alikuwa amebakiza mkataba wa mwaka mmoja, hivyo basi Wydad wameweza kuvunja ule mkataba na kulipa takriban shilingi milioni 700. Hizo ndo taarifa ambazo inasadikika kwamba ameondoka kwa hiyo thamani ya pesa. Sasa sababu ni zipi? Sababu ya kwanza kwa nini Aziz Ki ameondoka, ya kwanza kabisa ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa ameshaomba kuondoka kunako klabu ya Yanga. Kumbuka kwamba msimu ule ulivyoisha Aziz Ki mkataba wake ulikuwa umeisha, hivyo kukaa kuna vuta ni kuvute ya klabu ya Yanga kutaka kumbakiza, lakini pia yeye kutaka kutafuta changamoto mpya. Klabu ya Simba pia iliweza kutuma barua au proposal ya kumtaka kumsajili, lakini tayari Simba alikuwa ameshachelewa na hivyo Yanga kuweza kumwongezea mkataba, lakini Aziz Ki mwenyewe alikuwa ameshataka kuondoka. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni yeye mwenyewe kutaka kuondoka na kutafuta changamoto mpya ambayo alikuwa akihitaji Aziz Ki. Sababu ya pili inayosababisha Aziz Ki kuweza kuondoka ni kwamba ameshatumikia klabu ya Yanga kwa misimu kadhaa akipa mafanikio kadhaa, hivyo basi alitaka kutafuta changamoto nyingine ambayo kwa sababu yeye ni mchezaji, kwa hiyo alikuwa anataka kutafuta changamoto nyingine kama mchezaji, kwa sababu ameshakaa sana katika klabu ya Yanga. Hiyo inakuwa ni sababu ya pili, lakini sababu ya tatu ni Aziz Ki kushawishiwa na Rorlan Mkwena aliyekuwa akiinoa klabu ya Wydad Athletic, lakini baada ya kuwa Rorlan Mkwena kutimuliwa, proposal yake aliyowafikishia mabosi wake kunako klabu ya Wydad waliipitia na kuiona kwamba iko sawa na mchezaji anawafit na wanataka waweze kumchukua kwa wakati huu ili aweze kutumika. Lakini sababu ya nne ya msingi sana kwa nini Wydad wamemchukua ni hii hapa. Tafadhali naomba unisikize kwa makini sana. Sababu ya msingi ni hii hapa. Wydad tayari wanaenda kwenye klabu bingwa ya dunia ambapo yeye ni mshiriki, hivyo basi wanakosa wachezaji wengi, hivyo basi Aziz Ki ameweza kusajiliwa, nia na madhumuni ni aende akawasaidie katika klabu bingwa dunia, kwa sababu ukiangalia Wydad kwa wakati huu hawana wachezaji wenye quality sana, japo wanao, lakini Aziz Ki ni mchezaji mwenye daraja la juu zaidi, hivyo Wydad wamemhitaji kwa udi na uvumba ili aweze kwenda kutumika katika klabu bingwa dunia. Kumbuka kwamba Wydad ni mshiriki, anashiriki kwenye hayo mashindano. Nakumbuka kwamba klabu bingwa dunia ni mashindano yanayohusisha timu bora zaidi duniani, nikisema katika mabara yote yataenda kushiriki katika hayo mashindano. Hivyo basi Wydad wamemhitaji kwa sababu ni kwa huku Tanzania tayari ligi zinafika ukingoni, lakini klabu bingwa inakaribia kuanza. Kwa hiyo wamemtaka kwa mapema zaidi ili aweze kujiunga
na wenzao ili waweze kuzoeana na hatimaye kujumuika katika maandalizi ya klabu bingwa ya dunia. Lakini sababu ya tano inayopelekea Aziz Ki kuweza kuondoka ni kwamba hata iweje asingeweza kukaa katika mkataba wake utakapokuwa umetamatika. Hivyo basi alibakiza mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja uliokuwa umesalia, Yanga wameangalia ni kwamba wangemwacha aondoke free ama waweze kumuuza. Hivyo basi imewalazimu wanayanga kuweza kuchukua kitita cha fedha ambayo imeweza kutolewa kwa sababu hiyo ni ofa nene, milioni 700, wakati inarudisha pesa ambayo tayari wao walispend kwa Aziz Ki. Kwa hiyo imewapelekea waweze kumchukua, kwa sababu kulikuwa kuna tetesi nyingi sana kwamba Aziz Ki ameomba kuondoka kunako klabu ya Yanga. Lakini swali lilikuwa inakuja kwamba okay, ameomba kuondoka, anaondokaje sasa? Anaondoka free au anaondokaje? Kwa sababu mpira ni biashara. Kumbuka Yanga waliwekeza fedha nyingi sana kwa Aziz Ki, na ndo mchezaji ghali zaidi katika nchi yetu, na ndo mchezaji anayelipwa pesa nyingi ukimtoa goalkeeper wa Azam FC. Anakuja ni Aziz Ki. Huyu ndo nyota wa club, nyota wa Tanzania. Kwa wachezaji waliosajiliwa kwa pesa nyingi zaidi, Aziz Ki ndo anayeongoza. Kwa hiyo kwa wanayanga iliwalazimu kwamba wapokee ofa kutoka Wydad, kwa sababu milioni 700 kwa mkataba ambao ulikuwa umesalia ni pesa nyingi, ambayo tayari wanayanga wanarudisha pesa ambao walimsajilia, lakini pia wanapata na faida juu. Hivyo basi hiyo inakuwa ni sababu kubwa ya msingi sana kwa Aziz Ki kuweza kuruhusiwa na klabu ya Yanga, kwa sababu yule ni mchezaji na hawezi kumbania kwamba asiondoke, ukiangali kwamba wewe mwenyewe tayari ameshaomba kuondoka, na anaondoka anaenda kwenye klabu ambayo ataenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa. Hivyo basi kama mchezaji wanaangalia career yao. Mkataba wa miaka 2 sio mbaya kwa Aziz Ki, kwa sababu atakavyokuwa ameperform hakuna kipengele cha kuweza kuongeza. Kwa hiyo ni sababu nyingine ya 5 inayopelekea kwa nini Aziz Ki ameweza kuondoka katika klabu ya Yanga. Tafadhali nimekupa sababu za msingi zaidi, na hizo ndivyo zilivyo, na hakuna kingine kinachoifanya klabu ya Yanga isimruhusu. Hizo ni sababu kubwa za msingi sana ambazo zinapelekea klabu ya Yanga iweze kumruhusu, na sababu za kwa nini Aziz Ki kaondoka kunako klabu ya Yanga. Ijapo kuna maswali yatakuja kwamba vipi kuhusu swala lake na Mobeto. Hiyo inabaki kwamba ni kwamba kuna mapenzi, lakini pia kuna kazi. Aziz Ki kapata kazi sehemu nyingine, sehemu ambapo kuna kuwa na maslahi hapana kwa ajili ya yeye na familia. Kwa hiyo yawezekana akaondoka na mke wake, kwa sababu amesema Mobeto tayari ni mke wake. Hivyo basi anaweza kaondoka naye akaenda naye huko Wydad. Lakini hizi bado ni taarifa ambazo zipo zaidi, lakini kwa kuendelea zaidi, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa nyingi ambazo tutakuletea. Kumbuka kwamba bado nitakuchimbulia na kukuletea habari nyingi zaidi kuhusu Aziz Ki na sababu nyingi pia. Kumbuka nimekupa sababu 5 za msingi kwa nini Aziz Ki ameweza kuondoka katika klabu ya Yanga. Hapo mbele au siku chache zijazo nitakuletea kuhusu tetesi za Pacome Zouzoua. Je, atabaki Yanga au ataondoka katika klabu ya Yanga? Kwa sababu wakati huu Yanga wamepata pigo kubwa, wamepata pengo kubwa. Nani atakayerithi mikoba ya Aziz Ki? Hilo ndo swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana. Tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia usiache kutuwekea comment yako, usiache kulike, usiache kushare pia. Asante.